بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان، والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه العزيز: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Baada ya kumhimidi Mola Subhanahu wa Ta'ala pamoja na kumtakia ziada rehma mtukufu wa daraja kipenzi cha Allah na kipenzi chetu mtume wetu bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tunabudi kurudisha shukrani za dhati kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala ambaye amekwenda kutuafikia katika wakati huu tuliokuwa nao, kutuafikia tukaipata kuswali salatul asri, na ni moja katika ibada zake na amri zake alizotueleza ya kwamba 5 salawatin katabahunna Allahu ala almu'minin, sala 5 ambazo kwamba Mwenyezi Mungu amezifaradhisha juu ya waumini. Tumshukuru Allah kwa kuweza kutupa taufiki ya kuweza kuisali sala hii, lakini pia vile vile ametupa nafasi kuweza kukumbushana na kuelekezana katika yale ambayo kwamba ni yenye kumridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala, yanaofungamana na dini yetu, kwamba namna gani tutakwenda kukaa katika hali ya kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na tukawa tuko katika siratul mustaqim. Nikiwa ninajikumbusha mwenyewe, lakini pia kuweza kuwakumbusha jamii ya Waislamu wote kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatutaka sisi kutoka kwenye ghafla na kuingia katika hali ya kumtii yeye Mola Subhanahu wa Ta'ala. Ukumbusho wetu wa leo, tutakwenda kukumbushana baada kwamba ni kipi ambacho kwamba kinahitajika sisi kama Waislamu kuweza kukifanya baada ya Ramadhani. Na tumuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala aweze kutuafikia kuweza kueleza machache yale ambayo kwamba Mwenyezi Mungu atakwenda kutuafikia, iwe ni sababu ya mimi ninayezungumza kuweza kuiona haki na kuweza kuifuata na batili kuweza kuikimbia, lakini pia iwe kwa msikilizaji kwamba ni yeye pia na yeye pia aweko katika hali ya kuiona haki na kuifuata na batil kuweza kuikimbia. Watukufu wa Kiislamu, katika masiku machache yaliyopita nyuma yetu tulikuwa katika kipindi cha Ramadhani ambayo kwamba ina mambo mengi ya khairi na baraka, ina mambo mengi ya fadhila ambayo kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala amekwenda kututakia sisi kuweza kuyafanya,
ili kuweza kuinali saada ya maisha ya duniani, kaburini, katika barzakh, hata katika mahshar ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tuwe tunaishi katika fadhila hizo. Na ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala kutuletea Ramadhan kwamba sisi tuweze kubadilisha mienendo yetu tunaoishi katika dunia, lakini pia vile vile kubadilika kihali na kiimani, kwamba ni kwa namna gani tutakwenda kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kufuata amri zake pamoja na mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ramadhan ambayo kwamba fadhila zake, moja katika fadhila zake ni kwamba tudhaafu alhasanat, yale mema Allah Subhanahu wa Ta'ala anakwenda kuyapa badali, anakwenda kuyaeka marudufu. Maradufu ni kwamba katika hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam zaelezea mfano kama mtu kuisoma Qur'ani ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Mtume sallallahu alaihi wasallam aeleza akisema, kwa herufi moja mtu atakaoitamka na kuisoma basi atapata thawabu 10. Kisha hadithi ikaendelea kusema, wala aqulu, wala sisemi, yani simaanishi kwamba alif lam mim harfun, simaanishi kwamba alif lam mim harf kwamba ni herufi moja, lakini alfun harf wal lam harf wal mim harf au wa mim harf, kwamba alifu ni herufi, lamu ni herufi kando na mimu vile vile ni herufi kando. Kwa hivyo ukizikusanya hizi zote, ukisoma alif lam mim utakuwa umesoma herufi 3 na kila herufi ni thawabu 10. Kwa hivyo utakuwa umejikusanyia wewe mwenyewe thawabu 30 kwa mujibu wa hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Vile vile katika masala ya ibada, kwamba yule ambaye kwamba atatekeleza sunna miongoni mwa sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, basi Allah Subhanahu wa Ta'ala hujalia malipo yale ya sunna kuwa ni faradhi, yani yanalingana na sawa na mtu aliyefanya faradhi. Na faradhi yake ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, basi Allah Subhanahu wa Ta'ala humwandikia kwamba yeye amefanya faradhi 70. Kwa mfano, mtu aliyesali qablia au baadia au salatu tarawih, basi thawabu zake huandikiwa kama sawa na namna na mtu ambaye kwamba amesali faradhi, lakini faradhi yake kama vile sala ya adhuhuri, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala humwandikia mtu yule sawa na kwamba ameswali adhuhuri 70. Hizi ni katika zile fadhila, miongoni mwa zile fadhila ambazo zilikuwa zimefungamana na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo Ramadhani imekwenda kutuondoka, yenye watukufu wa Kiislamu. Tumuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala kama namna tulivyomuomba ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, atujalie kwamba sisi ni minal maghfurin almaqbulin, kwamba ni wenye kusamehewa na wenye kukubaliwa amali. Na haya ndiyo malengo ya Muislamu juu ya funga yake kwa mafungamano na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kitakachofuata baada ya Ramadhan ni kipi ambacho kwamba ataka sisi tukifanye? Tufanye kitu gani baada ya kwamba tumemaliza mwezi mtukufu wa Ramadhan? Wale wema waliopita walikuwa wakisema katika maneno mazito
walikuwa wakieleza wakisema, ya laita shi'ri na'rifu al-maqbulu minna fanuhanni, twatamani sisi baada ya kumalizika mwezi mtukufu wa Ramadhani tumjue yule ambaye kwamba amekuwa ni makbul, amekwenda kukubaliwa amali zake, fanuhannihi, basi tuweze kumpa pongezi, tuweze kumpa kongole kwa jambo jema alilolifanya kwa Mwenyezi Mungu na likawa ni lenye kukubaliwa. Wal matrudu minna, na yule ambaye kwamba hakuwa ni mwenye kupokelewa amali zake na akawa mbali na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fanuazihi, tuweze kumpa tazia, tuweze kumpa pole, tuweze kumhurumia. Na hii ni tabia ambayo kwamba tuko nayo sisi binadamu, kwamba mtu akifanya jambo mzuri lenye kufurahisha na kupendeza, basi ni haki kuweza kufanya nini? Kumpongeza. Na mtu aliyepata mitihani, mtu ambaye kwamba ameonjwa na hakuweza kufaulu katika mambo yake, basi tuweze kumpa pole. Lakini tutajuaje kwamba ni nani ambaye kwamba ni makubul au ni nani ambaye kwamba ni maturud? Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake yaalamu bidhalika. Jambo hilo liko katika mikono na milki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watukufu wa Kiislamu, tutataja baadhi ya mambo ambayo kwamba tutakwenda kuboresha kipindi chetu baada ya Ramadhani au maisha yetu baada ya Ramadhani, na yakawa ni mazuri na yenye kumridhisha Mola Subhanahu wa Ta'ala, kwa yale mafungamano yale ambayo kwamba yamekuwa ni mafungamano na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndani ya Ramadhani tulikuwa tukifanya ibada, tukisimama, tukiswali swala za faradhi, tukitoa sadaka, tukiamrisha mema na kukataza maovu. Tulikuwa tukisimama katika tarawehe lisali zima, masaa mawili. Tulikuwa tukisoma Al-Qur'anul Karim. Yale maisha ambayo kwamba yalikuwemo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan ndiyo maisha hakika ambayo kwamba anayoyataka Allah Subhanahu wa Ta'ala juu yetu tuweze kuishi nayo katika miezi hii mingine. Katika mambo ambayo kwamba yatatuweka sisi katika hali tuliyokuwa nao ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, tutataja baadhi ya mambo machache, na iwe kwamba ni ukumbusho wangu na yule ambaye kwamba ni mwenye kusikiliza. Jambo la kwanza ni lazima tuzipime nafsi zetu, kuziangalia kati ya wakati tulipokuwa ndani ya Ramadhan na hivi sasa tuko nje ya Ramadhan. Je, hamu yetu na ibada ziko vipi? Au baada ya kwamba tumemaliza Ramadhani, basi Ramadhani inkwenda na swala pia zimemalizika kama tulivyokuwa tumezoea, wengine wakisema kwamba Ramadhani baada ya kwamba imemalizika Ramadhani, misikiti hubaki imebakia ni mayatima, kwa sababu hakuna mwenye kuja kusali, wala hakuna mwenye kukaa baada ya swala akasoma Qur'ani, wala hakuna yeyote ambaye kwamba anatekeleza ibada kama namna alivyokuwa akitekeleza katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hivyo hali ile ni lazima sisi tuilete katika nje ya Ramadhani, tukiwa tuna matumaini na kutarajia fadhila kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Basi moja yapo ni sisi kuangalia kipengele hiki kwamba vipi tutakuwa na himma ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani na hata nje ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, tuweze kutekeleza ibada zetu tusizikose. Na halipatikaniwi hilo ni mpaka tuweze kutathmini hali yetu, mioyo yetu, amali zetu, kwamba vipi tutakwenda kuzihuisha. Sasa tukiona kwamba tumepima tukaona kwamba ndani ya Ramadhani kulikuwa na raghba kubwa zaidi, basi raghba ile atikana tuirudishe katika hali ya kawaida, na
Tukishairudisha raghba ile ikaingia ndani ya nyoyo zetu, basi viwiliwili vitakubali kwamba unapokuwa umesikia adhana, basi inakusukuma wewe kuenda kufanya nini, na ukaamua kubadilika kuenda kujibu ile adhana, na swala zako 5 zitakuwa zinakwenda kisawasawa. Zile sunna ambazo kwamba zilizotajwa katika akhbari za Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi zake, tuwe tunazitekeleza, kama funga ya Jumatatu na Alhamisi na ayyamul bidh, kuna Ashura, kuna sunna ambazo kwamba hizi zimepokewa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akitueleza sisi na kutuelekeza umma wake kwamba tuweze kuzitekeleza, basi tuwe tunazihuisha. Basi ile raghba tuliyokuwa nayo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, basi tutaipata vile vile katika miezi mingine ambayo kwamba sio ndani ya Ramadhan, bado tutakuwa tuna ile raghba na hamu ya kuweza kutekeleza ibada zetu. Kwa hivyo lazima tupate tathmini ya hali yetu nje ya Ramadhan. Tukishaipata ni tofauti, basi tuilete ile hali ambayo tulikuwa nayo na Ramadhan nje ya Ramadhan, na hapo tutakuwa sisi tunazitekeleza zile ibada anazozitaka Mola Subhanahu wa Ta'ala. Jambo la pili, kuna kitu kinaitwa istiqama. Baada ya kwamba tumeona kuna udhaifu wa kutekeleza amali na tukajitathmini, tukaona kweli udhaifu uko, tuweze kujirekebisha, lakini pia tuwekee mbele yake msimamo, kuwa na istiqama. Na istiqama ni kitu ambacho kwamba amekitaja Mola Subhanahu wa Ta'ala, kwamba amewataja watu wa Badri katika vita vya Badri. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aelezea kwenye Qur'an kuhusu masala ya hii istiqama, kwamba Mungu anasema innal ladhina qalu rabbuna Allah, hakika ya wale waliokuwa kabla yetu sisi, masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qalu rabbuna Allah, wao walisema kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala Mola wao ni Allah. Maana yake wamekiri na kukubali ya kwamba hapana Mola anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, na hii ndio imani ambayo kama Muislamu atakaniwa kuwa nayo katika maisha yake. Wale waliosema rabbuna Allah thumma istaqamu, kisha baada kuamini kisawasawa, wakamwamini Allah kisawasawa, wakaweka istiqama mbele yake, Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema tatanazzalu alaihimul malaika, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawaletea nguvu badali. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawaletea malaika waweze kupata ushindi wa kile ambacho kwamba kilikuwa ni kizito kwa wao. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema baada ya kumpata yeye kihakika, lakini pia tukaunganisha na istiqama, Mwenyezi Mungu anasema hivi viwili, alla takhafu wala tahzanu, msiogope chochote na wala msiwe na huzuni katika hali yoyote, kwa sababu mtakuwa mmepata vitu viwili vizito katika maisha yenu. Wa abashiru bil janna, lakini pia apateni bishara, kuweni na bishara njema kwamba mtaipata pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, allati kuntum tuaduna, ile mliokuwa mkitamani sana, ama ile ambayo kwamba mmekwenda kuahidiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Aya hii mwisho anasema kwamba ni nani ambaye kwamba ni mbora wa kuzungumza na akawa anaoita watu katika kuja kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo tumepata kuona ya kwamba istiqama, ambalo ni jambo la pili ambalo tunalizungumzia kwa kifupi, kwamba istiqama baada ya kwamba tumeleta maisha yale ndani ya nje ya Ramadhan, maisha tuliokuwa tukiishi na Ramadhani ya ibada na fadhaili zote tulizokuwa tukizifanya, tukazileta nje ya Ramadhani na tukaziwekea msingi wa kwamba Mwenyezi Mungu ni mmoja, lakini pia vile vile tukaweka kwamba msimamo wetu ni huu, namna alivyotuelekeza Mola Subhanahu wa Ta'ala, basi tutashinda katika maisha yetu.
tutajikuta tumeingia katika ibada hali ya kwamba tumeingia mzima. Ibada zetu hatuzikosi, tunazipata kisawasawa. Ni funga yetu ya sunna tunaipata kisawasawa. Ni Qur'ani tunaisoma tukiwa tuna hamu ya kisawasawa. Ni qiyamul layli na tahajjud tunazipata zikiwa ziko sawasawa. Ni sadaka ambayo kwamba tulikuwa tukiifanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, hata nje ya Ramadhani utaipata. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatupa saada, kwa sababu tumekuwa na ule msimamo wa kwamba maadama hili jambo kamrisha Mola Subhanahu wa Ta'ala, basi ni sisi kuweza kulishika na kulitekeleza kama namna anavyotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo watukufu wa Kiislamu, tutakapokuwa tumeweka istiqama katika amali zetu na matendo yetu ya kheri, natija yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatupa ushindi. Lakini pia jambo la pili, Allah Subhanahu wa Ta'ala atatupa janna. Itakuwa ni usahali wa sisi kuweza kuipata janna ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na huko ndiko kunakopatikaniwa rehema yake. Jambo la tatu na la mwisho, Allah Subhanahu wa Ta'ala alipomuumba mwanadamu alimuumba na nafsi, na hii nafsi ndio asili ya mwanadamu. Na nafsi katika kuumbwa kwake ina tabia ya kupenda maasi na kupenda shahawati, na hivi vitu viwili ni katika vitu ambavyo kwamba vinaharibu nafsi ya mwanadamu, na mwanadamu akawa ni mbaya na muovu zaidi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ikiwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuumba na nafsi, ni lazima kuweza kuiangalia nafsi yetu kwamba wapi inatupeleka sisi. Imani ya Allah Subhanahu wa Ta'ala isiwe ni yenye kuifuata na kuiga ile nafsi namna inavyotaka. Maana yake tuifanyie khilaf, tuiweke kinyume, tufanye kinyume na namna inavyotaka nafsi, kwa sababu tutakapokuwa tumeifuata nafsi tutaingia kwenye matamanio. Matamanio yatatupelekea sisi katika madhambi na maasi, na mwisho tutakwenda kuikosa rehema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam al-Busiri aeleza katika maneno yake, utunzi wake wa Burda, asema wa khalifi nafsa wa shaitana wa asihima. Ewe mwanadamu au Muislamu, katika vitu ambavyo kwamba tekana wewe ukengeuke ukae navyo mbali, usivifuate wala kuvikubali, khalifu nafs, ikhalifu nafsi yako, wa shaitan, na huyu shaitani pia uweze kumkhalifu. Na ameanza na nafsi hapa kwa sababu nafsi ni mbovu zaidi hata kuliko shaitani. Shaitani anaweza kukushinda, lakini ikiwa nafsi yako umeidhibiti kisawasawa, kwa sababu shaitani hucheza na nafsi. Sasa ikiwa umeikhalifu nafsi, utakuwa pia vile vile umemkhalifu nani? Shaitani. Ndio maana Imam Busiri anasema wa khalifi nafsa wa shaitana wa asihima. Hivi vitu viwili viasi, akitangulia na nafsi, na imetangulia na nafsi alafu ikaja shaitani, kulingana na uovu ni kwamba nafsi ni mbaya zaidi kuliko hata huyo shaitani. Imam Busiri akatuhusia kwamba tusivikubali hivi vitu viwili, wa in huma mahallaka nusha fattahimi. Hivi vitu viwili au hawa watu wawili, namna yoyote namna takavyokukupa wewe nasaha, faasihima waasi, fattahimi, kanao mbali, waepuke, utakwenda kuipata saada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na wale waliokuwa wema, wale wema waliotutangulia, wamekwenda kukhalifu nafsi zao, wamekwenda kukhalifu na shaitani, na kwa ajili hiyo wamekwenda kufaulu. Walikuwa wakisimama usiku, walikuwa karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kiibada, walifuata amri za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakafuata mienendo ya watu wema waliowema, na wakawa ni wenye kufaulu katika maisha yao. Na sisi vile vile, ikiwa tutaikhalifu nafsi, tukamkhalifu na shaitani, basi moja kwa moja maisha tuliokuwa tulioishi nayo ndani ya kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhan, basi vile vile nafsi itakubali kwamba tuweze kuishi nje ya Ramadhani hali ya kuwa tunamuabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala, na hali ya kuwa tunafuata amri zake, na hapa ndipo tutakapokufaulu sisi.
Lakini leo sisi nafsi zetu tumekwenda kuziachia. Akasema Imamu Busiri, wa nafsu katifli, nafsi ni kama mtoto mdogo, mtoto mchanga. In tuhmilhu shabba ala hubbi radha, wakati nafsi utakapoiachia, basi nafsi itazoea kama namna atakavyozoea mtoto mdogo yule kunyonya katika maziwa ya mamake. Ikiwa mamake hata kwenda kumwachisha, basi yule mtoto atanyonya hata akiwa mtu mzima. Kwa hivyo nafsi zetu vile vile ni lazima tuziangalie. Ikiwa nafsi ni mtoto mdogo, basi tuweze kumwelekeza katika njia ya usawa, katika hali ya kufuata amri za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, katika hali ya kufuata mafundisho na mwenendo ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pamoja na mienendo ya watu wema salafu na saleh, basi tutakuwa ile nafsi itazoea tabia ile. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mtoto amrishwe sala akiwa ni mtoto mdogo miaka 7, kwa sababu ya kule kumzoezesha. Akishazoea kifika miaka 10, miaka 11, 12, huko mwenyewe atakuwa ashazoea. Lakini pia afanyiwe taadhib, adhibiwe, achape kwa kukumbushwa kwamba akiwacha ile sala basi atakuwa ameacha jambo muhimu, aweze kurudi ule mtoto kwa kule kumkumbusha kwa kumchapa. Lakini ameanza nini? Kwamba aamrishe ule mtoto kuzoezeshwa, kuelekezwa katika kutekeleza mambo mema, na hili ni nafsi. Kwa hivyo ikiwa nafsi zetu tutaziachia watukufu wa Kiislamu, kama namna tunavyoona leo misikiti imehamwa, sala za dhuhuri, sala za alasiri na vipindi vyote, unapata swafu ni watu 5, utapata swafu ni watu 10, utapata nusu swafu. Watu wote wale tuliokuwa tukijaza misikiti wote wako nyumbani, wote wako mitaani. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya kwamba ile nafsi imewavuta kwamba sasa rudini huku kwangu, na wao wakaifuata nafsi. Lakini lao tunge strike tuseme kwamba haiwezekani, kwamba nafsi siwezi kukutii, kama Saidna Umar asikika akisema gharghiru au la tugharghir lan tadhuqa lahma al-yawm. Aliambia tumbo lake limekaa likawa la nguruma, likakoroma, likatoa sauti, baada ya kwamba mbele kulikuwa na vitamu vitamu. Sasa ile tumbo ni kama limetamani, kulingana na fahamu wa Saidna Umar. Akaliambia tumbo, nguruma usingurume, leo huwezi kupata kipande cha nini, cha nyama, kama vile biriani au pilau mzuri yenye nyama safi. Akaambia leo huwezi pata kipande hata kidogo cha nyama kiingie ndani ya tumbo lako. Alifanyaje? Huu ni mfano ambao unatuonyesha, tudhihirikia wazi kwamba sisi tusiwe tunafuata hawa na matamanio ya nafsi zetu. Lazima tuepuke kuweza kufuata matamanio ya nafsi zetu, lakini vile vile tuweze kuipata ule umuhimu ambao unapatikaniwa ndani yake, kwa sababu ukiwa wewe umeizuia nafsi yako, basi nafsi bila shaka lazima itafuata moja kwa moja. Lakini kwa kuwa leo tumekwenda kuziachia nafsi zetu, tukawa tumepata nafsi zimepata usahali wa kwamba na sisi tutazifuata nafsi zile, inakuwa ni uzito katika utekelezaji wa ibada zetu ndani ya masiku haya mengine ambayo kwamba hayapo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Watukufu wa Kiislamu, tukiwa tutazitathmini nafsi zetu, tukiwa tutaweka istiqama katika maisha yetu au katika matendo yetu na amali zetu, tukiwa tutatathmini nafsi zetu kwa kutofuata hawa na matamanio ya nafsi zetu, tutazipata sala zetu, tutazipata ibada zetu tulizokuwa tukizifanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, hata nje ya Ramadhani tukawa tunazitekeleza kama namna ambavyo kwamba tulikuwa tukizifanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini haya yamekwenda kukosekaniwa katika maisha yetu. Ndiyo leo ibada zinakosekana, ndiyo leo sisi kutoa sadaka haipatikani, ndiyo leo sisi hatupatikaniwi misikitini. Ni kwa sababu tumekwenda kuifuata nafsi, tumekwenda kukosa kushika ile istiqama, tumekwenda kukosa kutathmini nafsi zetu, amali zetu vipi tunazipeleka. Lakini tukiweka hii misingi mitatu bora
basi Allah subhanahu wa ta'ala atatuwekea taufiki, lakini vile vile utakuwa na usahali katika utekelezaji wetu wa ibada. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atuwafikie, tujalie min alladhina yastami'una qawla fattabi'una hasana. Nikipata basi ni taufiki kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na bidii na juhudi na ikhlasi ya mashekhe zetu, lakini nikikosa basi ni uvivu wangu wa kutwalii. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala aweze kukubali nasaha yetu hii na ikawa ni sababu ya mimi mwenyewe kuzungumza kwamba ni mwenye kubadilika, lakini pia iende kwa ndugu zangu wa Kiislamu na iwe ni sababu pia na wao kuweza kubadilika. Mwenyezi Mungu atuwafikie katika hayo. Yule mladhina samina qawla fatabina hasana. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi ad-dunya wa adhabil akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. وصلى الله على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.